kuna dhana ambayo inafundishwa na maaskofu na mapadre wangu ambao mimi nawaheshimu, kwamba mwanadamu ameundwa na vitu vitatu ambavyo ni nafsi, roho na mwili. Mimi nimekuja na nadharia yangu ya utano wa mwanadamu kutoka kwenye Trichotom Theorem of Man. Mimi nasema hapana, tunayo Pentachotom Theorem of Man, kwamba mwanadamu anazo organs kuu tano za kiroho. Kwa hiyo badala ya kuundwa kwa mwanadamu kulala katika misingi ya vitu hivyo vitatu, mwili, roho na nafsi, mimi nasema hapana, tuna mwili ambayo ni nguvu, tuna roho, tuna nafsi, tuna moyo, tuna akili. Na natetea mambo haya, natetea nadharia yangu hii kwamba Yesu Kristo mwenyewe katika Injili, ambayo maneno haya yanarejewa kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, haya maneno yote ukiyaunganisha yote katika Injili zote 4 na kutoka katika kitabu mama ambako amri hii imetoka ya kumpenda Mungu, kwa ujumla tunaambiwa kwamba tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa roho yetu yote, kwa nafsi yetu yote na kwa nguvu zetu zote. Kwa hiyo ukijumlisha mambo haya yote unapata utano wa mwanadamu, kwa sababu hapa Yesu alichokusudia kukisema ni kwamba tunatakiwa tumpende Mungu kwa jumla ya sisi, yani the wholeness of you, yani wewe wote unatakiwa umpende Mungu. Sasa wewe wote ni nini? Wewe wote ni vitu gani? Wewe wote ni moyo, akili, nafsi, roho na mwili ambao ndio unazalisha nguvu. Kwa hiyo hizi ni organs 5 za kiroho. Nikapata nadharia ya utano wa mwanadamu. Bado haijaeleweka sana na wengi, lakini inajaribu kuitetea na kuisimamia. Na baadhi ya wanafikara wa kiroho wanaanza kupata kitu na kuelewa. Kwa hiyo unaweza ukapata dhana yako na ukajaribu kuielezea. Watu watakusikiliza, wengine watakupuuza, wengine utawasaidia kutafakari, wengine watakuunga mkono, wengine watakurekebisha, wengine watakuboresha. Sasa hao wote watakuwa tayari wamesha kusikiliza, na wakikusikiliza maana yake umepata stage. Sisi tunahitaji upate stage. Maana yake watu wakikusikiliza umepata stage na umemiliki stage. Kwa hiyo dhana ya kwamba hauna kitu cha kuzungumza inakufa hapo, kwa sababu unacho. Kama watu wanakusikiliza maana yake unacho cha kuzungumza.